Bwana Yesu asifiwe. Basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii. Asante kwa ajili ya maombi. Na mchana wa leo ninao ujumbe mfupi tu ambao nitamaliza ndani ya muda mfupi. Nasema kwa Mungu yote yanawezekana. To God everything is possible. Naomba nisomee kitabu cha Yeremia sura ile ya 32 mstari wa 17. Yeremia ndo andiko letu la msingi. Yeremia 32 mstari wa 17. Wasomaji. Aha, Bwana Mungu, tazama wewe umeziumba mbingu na nchi kwa uweza wako mkuu na kwa mkono wako ulionyoshwa. Hapana neno lililo gumu usiloliweza. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni maneno ya nabii wa Mungu anaitwa Yeremia. Katika sura ile ya 32 Yeremia anaanza kufafanua kwa kuanza kushangaa. Hivi mtu anapoanza kusema aha, hebu mwambie mzako aha. Bwana Yesu asifiwe. Anaanza kwa kumfafanua Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, akimfananisha kama ni Mungu mwenye nguvu mno. Jina la Bwana libarikiwe. Yeremia wakati anazungumza maneno haya, ilikuwa ni wakati ambao taifa lake lipo utumwani. Kulikuwa kuna majeshi ya Babylon yalikuwa yamezingira mji wa Yerusalemu, na kwa sababu hiyo kizazi cha kina Yeremia kilikuwa kimekamatwa, akiwemo Yeremia pamoja na wengine wakiwa wamewekwa gerezani. Sasa siku zote mtu akiwa gerezani mara nyingi huwa anakosa matumaini. Ndio maana Yesu anasema hivi, katika ile siku ya mwisho atawauliza watu, nalikuwa mfungwa haukuja kuniona, nalikuwa na kiu hamkunipa nini, nalikuwa na njaa hamkunipa nini chakula, nalikuwa mgonjwa hamkuja kufanyaje? Mmenielewa eh? Sasa gereza, mtu yote anapokuwa gerezani mara nyingi huwa anafungwa mipaka yake, yani anafungwa katika mipaka yake. Maana yake kuna namna huyu mtu akikaa kwa muda mrefu gerezani, huwa hata fikra zake, uwezo wake wa kufikiri unakuwa ni mdogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Tanzania na nchi zingine, mtu akivunja sheria na taratibu za nchi huwa anashtakiwa, na asilimia kubwa wengi makosa yao ni kuwekwa gerezani. Gerezani sio mahali pazuri. Mwambie mwenzako gerezani sio mahali pazuri. Kuna kijana wangu mmoja alikamatwa hapa. Alikuwa ni nani? Hata Eliza mmoja wapo naye. Eliza. Siku tupo kwenye ibada hapa na nini, tunamtukuza Mungu. Shetani tu kakaa kule akaanza kumwambia Mungu, mbona magorofani kuna sifa? Sema kuna watu nataka ni wanani. Kuna watu wawili wakajaribiwa, wakakamatwa na polisi, wakapelekwa. Sasa kijana wangu yule Silungu anasema, mchungaji, yani naingia tu kwenye chumba kile nakutana na mbu. Yani itafikia mtu kuna kiwanda cha mbu kule ndani. Mbu wa kutisha. Anaingia nakutana na jamaa, wewe mwanangu vipi? Wanajisaidia hapo hapo. Yaani ni maisha ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yeremia akiwa katikati ya gereza, pamoja na kwamba amefungwa, lakini alipokuwa na tafakari ukuu wa Mungu, anasema aha. Hebu nisomee pale kwenye ule mstari wa 17. Ndio. Aha. Bwana Mungu, tazama wewe umeziumba mbingu na sasa sijajua kuna walimu wa Kiswahili hapa. Grace, wewe ni mwalimu wa somo gani? Kiswahili. Hivi mtu anapoanza kwa kushangaa, yani sentensi inayoanza kwa kushangaa, maana yake mbele inatupa picha gani? Tusaidie mwalimu. Sio tulipita kwenye umande. Cha ajabu na cha kutisha. Sawa jamani? Mwisho wa kunukuu. Endelea. Kwa uweza wako mkuu. Kwa uweza wako mkuu. Naomba watu walio nje waingie ndani. Hakikisheni watu wa nje waingie ndani.
na kwa mkono wako ulionyoshwa. Na kwa mkono wako ulionyoshwa. Hapana neno lililogumu. Hapana neno lililogumu usiloliweza. Kwa Kiingereza anasema Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power, nothing is too hard. Yani huyu jamaa alikaa alafu akafikiria ukuu wa Mungu. Amekaa ametafakari ukuu wa Mungu. Wangapi walio kukaga, yani unakaa tu unaanza kumfikiria Mungu namna alivyo, Mungu alivyokuwa mzuri, ni Mungu anavyo, yani Mungu alivyoiumba hii dunia. Wangapi walio kufikiria hivi? Wangapi? Ni wachache. Sikiliza, kuna namna wakati mwingine ukiwa katika utulivu wa kumsikia Mungu, wa kumwangalia Mungu, wa kujifunza namna ambavyo Mungu ameuumba huu ulimwengu. Nataka nikwambie, hata jaribu lako lilo nalo utaliona ni cha mtoto. Hujanielewa? Ndio maana usemi amina. Nasema hivi, inawezekana kuna pito unalopitia au magumu unayopitia, lakini utapoanza kutafakari namna ya ukuu wa Mungu katika maisha yako, namna ambavyo Mungu ameumba mbingu na dunia, namna ambavyo Mungu ameumba wanyama, namna ambavyo Mungu alikaa akaumba bahari, akatengeneza kila kitu unachokiona, milima mpaka unaona kila kitu kinapendeza, alafu akaja akamuumba na mwanadamu na akampulizia pumzi ya uhai, akaishi akatembea. Nataka nikwambie, utajua ya kwamba huyu Mungu ni Mungu mwenye uweza wote, ni Mungu mwenye mamlaka yote, ni Mungu ambaye hakuna jambo linaloshindikana kwake. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi siku moja nimetafakari tu. Najua hakuna kitu kizuri kama kuwa na muda wa kutafakari mambo ya Mungu. Wakati mwingine tupo busy na maisha ya watoto, kirudi nyumbani mtoto anataka nyonyo, baba anataka nani, nani. Kwa unakuta mambo ya kutafakari mambo ya Mungu hayapo. Lakini wakati mwingine chukua muda, tafakari maneno ya Mungu. Hapo utashangaa Roho Mtakatifu atakupitisha kwenye maeneo ambayo utashangaa. Utakuja kujikuta kwamba hata lile jaribu lilo nalo kwa Mungu ni kitu kidogo. Kama Mungu, Biblia inasema Mungu kwenye kile kitabu cha Mwanzo, Mungu alipokuwa anaumba ulimwengu, maandiko yanasema na nchi yote ilikuwa ni ukiwa tena utupu. Hebu nisome kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza. Wakati hapo anasema, Mike anipatie base kidogo. Anasema Peter, kama ile baada ya kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo, yes. Mungu, sawa Peter. Hapo mwanzo Mungu aliziumba nini? Mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Tena utupu. Tena utupu. Maana yake ukisema utupu, maana yake hakukuwa na kitu chochote katika ulimwengu huu. Hebu mtikise mwenzako mwambie, Mungu anaweza mambo yote. Tikisa wewe anataka kulala, mwambie sio wakati wa kulala, ni wakati wa kusikiliza neno huu. Twende. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kazi ya Roho Mtakatifu ikaanza sasa. Roho Mtakatifu akawa juu. Mungu akasema. Mungu akasema, iwe nuru. Iwe nuru. Ikawa nuru. Ikawa nuru. Mungu akaiona nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Akatenga nuru na giza. Maana yake hapo mwanzo hakukuwa na nuru wala hakukuwa na nini? Giza. Na giza. Sio kama unanielewa. Hata giza unaoliona ni Mungu ameliumba. Hata nuru unayoiona ni Mungu ameiumba. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akaiona hiyo nuru kuwa ni njema. Kwa hiyo Mungu akapendezwa na kuwa na nuru. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akatenga nuru na giza. Maana yake kukawa na usiku na mchana. Wale wataalamu wa geography wanasema tunapata usiku na mchana kwa sababu dunia inajizungusha kwenye muhimili wake. Kwa hiyo kadri dunia inavyojizungusha kwenye muhimili wake, tunapata usiku na mchana. Ndio maana wale wanaofuatilia, wanaoenda mwezini, ukifika katika kiwango cha kutoka kwenye kani ya dunia, picha inayopigwa duniani unaona upande fulani ni giza na upande fulani ni nuru, kwa sababu dunia ni duara, imekaa katika mzunguko. Unanielewa vizuri? Nakupa shule hapa kama hujapita kwenye geography inapigwa hapa. Mungu akaita nuru mchana. Kwa hiyo Mungu
akaita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Na giza akaita usiku. Ikawa jioni, ikawa jioni, ikawa asubuhi, ikawa asubuhi. Siku moja. Siku moja hiyo. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo hapa, kitabu hichi kinatufafanua namna ya ukuu wa Mungu alivyokuwa anaiumba hii dunia. Operation ya siku 7 ya Mungu kutengeneza kila kitu unachokiona katika ulimwengu huu kilifanyika ndani ya uwezo na nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio maana maandiko yanasema hapo mwanzo hapo mwanzo Mungu alipokuwa anaumba mbingu na dunia hakukuwa na chochote, lakini Roho wa Bwana aliposhuka juu ya vilindi vya maji, maandiko yanasema na Mungu akaanza kuiumba dunia, akatamka ikawa maji, ikawa nini, vitu vyote vikaanza kuumbwa pale. Akatenga giza, akatenga nuru. Mungu akatengeneza mambo yote unayoyaona katika ulimwengu kwa siku 7. Manake kuna vitu vilifanyika vikubwa visivyoelezeka. Nataka niseme nini? Mungu tunayemwabudu, Mungu tunayemtumikia ni Mungu ambaye anaweza mambo yote. Mungu tunayemwabudu magorofani, Mungu tunayemtumikia magorofani, sio Mungu anayeweza jambo moja. Anajifafanua ya kwamba hakuna jambo linaloshindikana kwake. Yeremia alipelekwa katika ulimwengu wa roho, akayaona mambo ambayo Bwana ameyafanya na ameyaumba katika ulimwengu huu. Alipotafakari akajiona hata lile gereza lilokuwa nalo lilikuwa ni cha mtoto. Anamaliza anasema nothing is too hard for you. Yani hakuna lolote lililo gumu kwako. Tikise mwenzako mwambie, kwa Mungu hakuna gumu lolote. Come on, mwambie mwenzako, kwa Mungu hakuna gumu lolote. Yote yanawezekana. Na kama yote yanawezekana kwa Mungu, nataka nikwambie hata kwenye tatizo lako yanawezekana kwa jina la Yesu. Hata kwenye maisha yako, yale maombi uliyoyaomba ukasema haiwezekani, ukasema haitatokea, ukasema sioni chochote katika maisha yangu, nataka nikwambie mchana wa leo, yupo Mungu ambaye anaweza mambo yote. Haijalishi umelia kwa kiwango gani, haijalishi umeumizwa kwa kiwango gani, jambo moja ninalolipata kutoka kwa Bwana ya kwamba yote yanawezekana kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mtikise mwenzako mwambie, kwa Bwana yote yanawezekana. Tikisa mwenzako mwambie, kwa Bwana yote yanawezekana. Ndio maana usijitabirie mambo mabaya. Usijitabirie. Haujajenga mwaka huu unasema, yani kwa kweli sisi ni familia yetu maskini. Wewe unategemea nini? Utakuwa maskini wa kutupwa kwa jina la Yesu. Hata kama hauna hela leo, lakini toka kama jitu lenye imani unalomwamini Mungu ya kwamba ipo siku Bwana atakuinua katika hatua moja, atakupeleka katika hatua nyingine. Jamani, amina. Kwa sababu yule tunayemwamini Bwana wa mabwana anaweza mambo yote. Anaweza. Hakuna jambo ambalo Bwana ukamwitia, hakuna maombi ambayo Bwana utamwambia akashindwa kufanya. Ni jambo la wakati tu. Unachopaswa ni kumwamini Bwana ya kwamba kwake Bwana yote yanawezekana. Hata kama ni ugonjwa ambao umekukamata kwa miaka mingi, umepitia kwenye matatizo, nataka nikwambie kuwa na imani kwa Bwana, yote yanawezekana. Kuna wakati natoaga mfano wakati wa mzee Kameta hapa kulikuwa kuna ugonjwa wa corona. Wangapi wanaokumbuka corona? Na bila shaka kuna wengine ndugu zetu wamefariki kwa corona hapa, si ndio? Lakini kanisa la Magorofani likasema hakuna cha corona, wala baba yake corona, wala mjukuu wake corona. Halafu tukamshangaa hata rais wa nchi, mkuu wa nchi akaitisha maombi ya siku 3 kavu. Ila Magufuli kwa kweli aweke wanapostahili. Kaitisha maombi, watu wakaomba. Mimi nilishangaa, sijawahi kuona tangu nchi hii imepata uhuru rais wa nchi anaitisha maombi siku 3 kavu. Na walokole wanavyopenda kiki wakasema kama mkuu wa nchi ametangaza maombi, sisi ni nani? Nakwambia kuna watu wengine walifukuzwa kazini kwa sababu muda wao walibaki kanisani wanaomba usiku na mchana. Lakini nataka niseme nini? Kuna nchi walizarau Tanzania. Wengine wakasema wa Tanzania wamechanganyikiwa kabisa. Corona ni ugonjwa mbaya.
Eti wao wanasalimiana, sisi tumevaa nini barakoa? Lakini nashangaa watu wa magorofani waliendelea salimiana, wakakumbatiana wengine. Na hakukuwa na korona wala baba yake korona. Hakuna maiti yoyote iliyotokana na korona. Hakuna aliyekufa kwa jina la Yesu. Sio kwamba korona haiui, lakini Mungu tuliyemwamini watu wa magorofani alikuwa ni zaidi ya korona, alikuwa ni zaidi ya ugonjwa. Sasa wale waliovaa barakoa wale ndio waliopotea. Kumbuka siku moja Seko naye akakaa imani yake. Jamani, mwe mna imani. Geukie mwanzo kwambia wewe una imani. Mara sangie mchungaji anachochea imani. Sema imani, lakini maombi yako ni 0.002. Ndugu yangu Seko naye Kevin mnamfahamu. Tuombe, sijui kama alikuwa anaomba. Ikampitia kushoto. Shwa! Akapelekwa hospitali. Fika hospitali, tukapata taarifa, bwana huyu jamaa amelazwa. Naona Dr. Ruben yuko wapi? Ameondoka. Ashukuriwe sana Dr. Ruben, alimkuta. Wewe, kanisani tumesema hakuna mtu ambaye ataumwa corona. Wewe unafanya nini? Wewe nimewekwa karantini. Hapa wameshaondoka watu 20. Sasa nakupa medani na mbinu za kivita. Toka na hilo shuka moja kwa moja. Dr. Ruben naye jamaa akaruka ukuta, akamchorea ramani ya hospitali pale. Madaktari wanapita huko, jamaa akapita huko. Luka kwenye fence. Wewe mgonjwa unaweza wewe nani? Nikakwambia mimi mgonjwa. Mimi nipo vizuri. Jamaa jioni ipo zake hapa. Na hakuumwa mpaka leo. Hakufa mpaka leo, yu hai. Hebu mwambie mwenzako, unajua ni matatizo tu huwa yanakukumbaga wewe mpaka unashindwa kumwamini Mungu aliye naye. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, amina. Nataka niseme nini watu wa magorofani? Mungu tunayemwamini, Mungu tunayemtumikia ni Mungu ambaye anaweza mambo yote. Na mimi nataka nikutabirie kwa jina la Yesu. Mchana wa leo, kama unaamini ya kwamba Mungu anaweza mambo yote, na kutabiria kwa jina la Yesu, mwaka huu Bwana akakupandishe katika viwango visivyoelezeka. Mwaka huu Bwana akakuinue katika viwango vya juu. Na wasiokuwa na nyumba kwa jina la Yesu, Bwana akawape nyumba. Wasiokuwa na viwanja, Bwana akawape viwanja. Wasiokuwa na magari, Bwana akawape magari. Wasiopata watoto, Bwana akawape mapacha. Sema amina kwa jina la Yesu. Injili inalipa na chenchi inabaki. Endelea kuchochea, endelea kuchochea. Tikisa mwanzo kwambia mchungaji anahitaji pia hela. Nyanyua mikono yako, nyanyua mikono yako. Haleluya. Natabiri kwa jina la Yesu, kuna watu hawatamaliza mwaka huu mpaka wachumbiwe. Na nakupa masharti, ukianza kuchumbia usianze naye. Yaani kuna watu wanajua kujivuta. Hata chuma maua yote ataisha. Toa jibu. Unajua ulimwengu sasa hivi ni faster. Ndio maana nimewapenda wale Tigo. Wanasema mix in the ass, faster. So unazunguka, unajua ngoja nimsikilize nikaongee na mwenyekiti wa kamati ya maombi Mzee Jambi kama akiomba wapi? Yeye mwenyewe anamshinda. Wewe ni faster. Umeona kaka watu yupo vizuri, mabega yake yamepanda vizuri, kifua chake kipo vizuri na kiroho chake kipo vizuri. Sema pale kaka, na mimi nipo pale. Haleluya. Usipoteze muda. Ulimwengu unataka watu wanaenda haraka. Ndio maana sasa hivi Tanzania nafikiri tupo kwenye 5G. Eti tupo kwenye 5G au 4G? 5G. Maana ulimwengu unakimbia kwa spidi. Sasa ukienda kwenye nchi kama za Japani, ukienda Uingereza, yani wale sio hapo kwenye megabytes zao zinakimbia kwa muda gani? Sisi ni 5G tu, lakini wao yani ukidownload kitu kimeshakuja. Nini? Hawapotezi muda. Sio unaanza kupoteza muda. Usipoteze muda. Na nisikia mabinti zangu nyinyi. Hamna mtu anayetaka kuolewa hapa. Sio mbaya. Kibaki kuniombea mchungaji na mimi nitashukuru. Nachotaka niseme usipoteze muda. Kaka watu wamejipanga na shusha mashairi, wewe msikilize, waambie kama ishivyo Bwana wa majeshi, nenda kwa wazazi wangu. Usipoteze muda. Na binti moja nilikuwa kanisani hapa. Nataka niolewe. Nikamwambia yule, mchungaji, mimi simtaki. Mtu mweusi sana nimpeleke wapi? Sasa nikamwambia wewe mwenyewe kwa ni mweupe. Wewe mwenyewe mweusi kama tairi la gari. Lakini basi tunavumiliana tu katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani nyie mimi nampenda sana mke wangu. Mama mchungaji amsimama. Nilipiga one kick bullet. Hebu mwambie mzako one kick bullet. Mama akasema ndio.
Yaani nilimpenda, alafu akaniambia kwa mikwala, unataka unioe lini? Nikasema mbona sasa mambo yanakuwa mengi? Nikamwambia maybe kama mwaka mmoja hivi. Akasema kwa taarifa yako, mwaka mmoja utanikuta nimeshaolewa. Nikapambana baba wa watu. Nikapambana. Unajua ndio nimemaliza kichuo hivyo na dini najishikashika. Nikaenda kwa mzee Kameta na Makameta pale. Hawakuwa na ianda na wao. Nataka kuweka misimamo ya Kinyakyusa na mimi nikapandisha kihe. Basi ngoma ikawa balance, mzani ukacheza. Mambo yakawa mambo. Amina jamani. Vigelegele basi. Lakini hatukupoteza muda. Najua Bwana wa majeshi hajajibu. Nani alikwambia? Wewe kama una roho Bwana atasema na wewe. Mimi wakati namuona yule ilikuwa ni mimi naambia ni direct. Ukiwa rohoni, vitu vya rohoni vinakuwa connected. Nimemwangalia mama mchungaji akiwa Moshi pale, nimemkuta Moshi na nini. Yaani amekaa kwenye ile pose, kumbe naye ananimendea. Yaani kwamba anasema hili jamani nitalipataje? Na mimi nasema nitampataje? Kwa hiyo kuja kuniambia, yaani wewe wakati unaniwazia, mimi nishakuwazia kabla yako. Nikamwambia kaanza kupanda kifo. Mimi napendwa Mambo yakaenda vizuri. Sinaona sasa hivi. Haya, ungekuwa unajichelewesha ingekwaje? Na ungeolewa na baba mmoja ambaye nisimseme hapa. Lakini Mungu akalileta Jamali, bahari ya Mpina. Jina lenyewe linatisha. Kivutio cha utalii tosha. Baharia ole kuona hata kwenye hata ukigugo uone. Hata ugugo vipi? Utakutana na Tomasi, ila Songolo lenyewe halipo. Songolo kwako halipo na wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu mwambie mwenzako, kwa Bwana yote yanawezekana. Kwa Bwana yote yanawezekana. Nilitoa mfano wiki iliyopita, kuna kijana mmoja alikuwa mfupi. Alipokuwa anachumbia dada sema, "Wewe sawa tutakukubalia. Lakini nawezaje niende kukutambulisha? Jamani, huyu ndio mchumba wangu. Ndio mchumba wangu." Jamaa akasema msimtania, akaingia kwenye maombi ya kufunga. Ili neno ni kali sana. Bwana yote kwako yanawezekana. Mungu ninyanyue basi hata kimo kidogo, ili kila nitamchumbia basi angalau Bwana nipate mchumba. Mungu akasema unataka hiyo? Mbona hiyo ni kazi ndogo tu. Unataka nikukuze mwili au na maeneo mengine? Baba, na maeneo mengine. Sema usijali. Unacheka ndio umeelewa Basi Bwana kamnyanyua. Sio kimo tu, mwambie mzako sio kimo tu. Na maeneo mengine Bwana kamnyanyua. Na sikilizeni, Mungu, mwambie mzako Mungu hashindwi jambo lolote. Yaani kama Lazaro aliyekufa Yesu anamfufua, anakuwa hai tena baada ya siku 4. Hivi unafikiri Mungu anashindwa kunyanyua kimo chako? Hebu mgeukie mwanzo kwambie Mungu anashindwa kunyanyua kimo chako? Mungu akanyanyua. Na Jamali kaoa. Na bahati nzuri watoto wake wote ni warefu. Jiulize huo urefu umetoka wapi? Ndio maana nyie msio mnadharau wanaume wafupi. Maeneo sio kila eneo ni fupi. Mtanielewa leo kwa jina la Yesu aliye hai. Hivi mnanielewa vizuri? Wewe mimi ndakapeleka wapi? Utakapeleka wapi? Mungu aliyemuumba ndiye anajua. Na unakuaga wakorofi, jambo dogo tu. Vita mnaweza mkapiga. Kule Tarima nasema nini? Vita mura. Vita ni vita mura. Piga mwaka mzima. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Bwana, kwa Yesu hakuna kinachoshindikana. Yesu anajifafanua kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 19 mstari wa 26. Anasema kwa mwanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa mwanadamu haiwezekani, kwa daktari haiwezekani, kwa profesa haiwezekani, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Ni maombi gani ambayo yameshindikana kwenye maisha yako? Wakati mwingine unalia kwa uchungu, unalia mateso unayopitia. Nataka nikutie moyo, Mungu anaweza mambo yote kwa jina la Yesu. Mungu anaweza mambo yote kwa jina la Yesu. Kwa nini sasa? The reasons why God is everything is possible. Kwa nini sasa kwa Mungu kila kitu kinawezekana? Jambo la kwanza, kwa Mungu yote yanawezekana kwa sababu Mungu ndiye aliyeumba vitu vyote. Mungu ndiye aliyeumba vitu vyote. Kuna ushuhuda niliutoaga hapa, wakasema mchungaji, niliutoa, tulikuwa kwenye mkutano. Yaani mtu amezaliwa lakini hajijui yeye ni mwanaume au mwanamke. Hajijui. Sasa tunamuuliza yeye nani? Sasa mimi sijui. Yaani ilikuwa ni tulishangaa. Tukasema nataka niwe mwanaume. Haya.
Tukamwambia Bwana Yesu, Bwana Yesu, kijana watu wanataka awe kiume. Haya, tukaomba kuja kwenda kujiangalia, mambo yamekuwa mambo, na alioa kwa jina la Yesu. Hata hapa kanisani kuna ushuhuda hapa kanisani hapa. Sitaki niseme sana sije karibu mambo mengine, lakini kiukweli ni kwamba kuna watu wamezaliwa katika mazingira hayo. Tulipoomba Bwana akarejesha. Nataka kuwa nani? Binti. Bwana akamrejesha. Kwa hiyo tunaposema ya kwamba kwa nini kwa Mungu yote yanawezekana, ni kwa sababu Mungu ndiye aliyeumba vitu vyote. Chochote unachokiona, aye mwanadamu awe nani, Mungu ndio ameumba. Kama Mungu ameumba, hivi kuna kitu ambacho kinashindikana kwa Mungu? Kuna kitu gani kinachomshinda Mungu? Hakipo. Hamna, na haitatokea, kwa sababu yeye ndiye aliyeviumba vitu vyote. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza tunaona Mungu alivyokuwa anaumba hii dunia. Naomba nisomee kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 3. Twende haraka, muda umeenda, nataka nimalize. Yohana sura ya kwanza mstari wa 3. Yohana 1:3. Anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote. Hakufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ulikuwa nuru ya watu. Haya, nisomee kitabu cha Wakolosai sura ile ya kwanza mstari wa 16. Kolosai sura ya kwanza 16. Ndio. Anasema ndio, kwa kuwa katika yeye. Hapo napenda sana. Vitu vyote viliumbwa. Vitu vyote viliumbwa. Vilivyo mbinguni na vilivyo juu. Maana yake hata mbinguni unavyoviona viliumbwa. Na vilivyo juu ya nchi. Vinavyoonekana na visivyoonekana. Unajua kuna vitu vingine ambavyo hujawahi kuviona kwenye maisha yako. Yaani wanasema hivi, wanadamu wanasema hivi, ubongo wa mwanadamu umetumia 1%, yaani kama theluthi moja tu ya matumizi yote ya ubongo. Na macho haya uliopewa imeona vitu vichache, yaani kama 10% tu ya vile ambavyo havionekani na haujawahi kuviona. Ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote hivi viliumbwa kwa njia yake, vimeumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Yaani vimeumbwa kwa ajili yake, vimeumbwa na yeye na vimeumbwa kwa ajili yake. Maana yake chochote unachokiona kimeumbwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati mwingine unaweza kusema sina hela, sina connection na watu, sina nafasi mbalimbali zingenifanya nifanikiwe kwenye maisha yangu. Nataka nikwambie connection ya kwanza ya kuwa na maisha mazuri ni kumwangalia yule Mungu aliyekuumba. Anasema yote kwake yanawezekana kwa jina la Yesu. Mara nyingi hata mke wangu kuna wakati alikuwa anaenda kufanya interview, hakuna mtu anayemjua. Interview tena ya wazungu wa Marekani, hakuna anayemjua. Lakini tulipiga magoti na kuomba Mungu kwamba Mungu, huyu mtu hajulikani na hao watu, lakini Mungu uliye juu ndiye unamjua huyu mtu. Kwenda kwenye interview ukapita, tena amekuwa director wa nchi nzima. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, hata kama haujulikani na watu, yupo Mungu anayekujua. Hata kama watu hawakusifii, yupo Mungu anayekujua. Hata kama hakuna watu wanao appreciate maisha yako, huduma yako, yupo Mungu anayekujua. Huyo ukimjua inatosha, maana kwake lolote uombalo hakuna linaloshindikana kwake, kwa jina la Yesu aliye hai. Jambo la pili. Kwa nini tunamwamini huyu Mungu ambaye kwake yote yanawezekana? Tunamwamini huyu kwa sababu anaweza kukabiliana na mazingira yaliyoshindikana kwenye maisha yetu. Unajua wapendwa, tunaishi katika dunia ambayo imewekewa ukomo wa viwango. Ndio maana kuna kitu kinaitwa gravitation force. Huwezi ukaruka kwa sababu kuna kani ya mvutano, utashushwa. Bwana sifiwe. Hawezi ukapaa uke unatembea kama mwezini, maana mwezini
Mwezini ukifanya hivi upo kule. Kani yake ya mvutano ni tofauti na dunia hii tunaoishi. Ndio maana wazungu wanataka kuhama. Unajua tunaposema mwisho wa dunia, wenyewe walitafsiri kwamba kama kuna mwisho wa dunia ni heri tukaandaa sayari nyingine. Kwa hiyo wakati huko nyinyi mnakufa mnatekelea, ndio mwisho wenu. Wenyewe wakiwa kwenye sayari zingine huko, kama kwenye sayari zingine wanazoishi. Ndio maana unaona majaribio ya science ni mengi yanayoenda mwezini, wanaenda kwenye sayari nyingine, wanatafuta mahali ambako kutakuwa na sayari inayofanania na dunia hii, ili nyinyi mnasema Yesu anayerudi kwenye dunia hii atawakuta wao hawapo, wapo kwenye sayari nyingine. Hivi mnaelewa jamani? Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunamwamini Mungu ambaye ni Mungu ambaye anakabiliana na changamoto na mazingira tunayopitia. Ndio maana siku moja nimefika pale Muhimbili katika hali ya kutembelea wagonjwa, na mkuta mgonjwa yule ipo katika hali mbaya, amewekewa mashine ya kumsaidia kupumua, lakini nikiangalia naona ni mtu ambaye anapambana. Namuuliza nesi, huyu kuna kitu gani kinaendelea hapa? Anasema mchungaji, gesi imeisha. Kwa hiyo nasema ndio tunaenda kuhangaika, tuombe Mungu ipatikane. Lakini yule jamaa amelala pale, ni pande. Huyu unayemwona Saidi Gitano ni mdogo, pande la mtu ni Goliathi fulani lipo pale. Naogopa sana mtu akiwa mnene. Akiwa mnene bwana, hata kwenye kulala ni shughuli. Metolea mfano asubuhi nilala na bwana mmoja, mchungaji tena mwenzangu, chuo cha Biblia Dodoma. Jamani, sikulala. Sasa mimi nikasema hili ni pepo. Nikasema lakini pepo linaendaje kwa mchungaji? Nageuka na mtumishi wa Bwana. Nikasema toba. Hebu mgeukie mwenzako kwambie unene sio mzuri. Yaani kuna mwingine kabisa anafunga na kuomba, Bwana Yesu nipe unene. Tena vijana kabisa wa kiume, nipe na kitambi kabisa. Hivyo unafikiri Bwana Yesu asifiwe. Ungekuwa unajua kwamba watu wanapambana kutoa kitambi kwa gharama, wanamwajiri paka hao wataalamu wa gym. Siku moja naangalia kwenye social media, nakuta baba unajua kuna kitambi cha hela, kitambi cha matatizo, kitambi cha mawazo, yaani vitambi vimegawanyika. Sasa yule anaonekana alikuwa na kitambi cha madeni, yaani kimekuwa kikavu kama tumbo la mama mjamzito. Sasa anafanyishwa gym. Sasa nikana nasoma kwenye comment, sasa jamani, huyu mbona baba watu wanamtesa bure? Huyu ampeleke kanisa, kwenye makanisa ya walokole, wafunge na kuomba siku 100, ale tu mara 3. Chote kitapotea, chote atakuwa flat. Kwa hiyo wapendwa, msende gym, njoni hapa kanisani. Tutapiga mfungo wa 3 kavu kwanza, tunakupima hapa. Tutakupata maji kidogo. Tukimaliza hapo tunapiga kila siku sasa mfungo. Mbona utaanani mwenyewe? Hamna haja ya kwenda gym siju kunyanyua hivi. Ila kunyanyua ni kutengeneza muscles labda za baadaye. Ukifika kama umri wa mzee Songolo, wanasema kufanya mazoezi ya kunyanyua vyuma ni kuongeza nguvu au kutunza nguvu ya ziada utapofika kwenye hali ya utu uzima. Ndio maana namfurahia mama hapa mzee Songolo. Songolo ana miaka 86, mchungaji Songolo. Na mama ana miaka 70. Wanatembea kwa miguu kuanzia Temeke mpaka Posta. Geukie mwenzako mwambie, wewe ulikosa ila daladala ukamlaani hata jirani yako na rafiki yako. Kumbe Bwana amekupa defender tu. Unaweza ukatembea moja kwa moja. Mimi nakumbuka maisha yangu, nimetembea karibia kilomita 5 naitafuta shule. 5 unapandisha milima unashuka. Haujafika shuleni. Ukirudi upo hoi, utafikiri ulikuwa kwenye kambi ya JKT. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mgonjwa anahangaika. Unaona? Kwa sababu ya uhai. Ndio maana nikasema hivi, uhai ambao Mungu amekupa uthamini sana. Maana mwenye uhai akikasirika, at any time anauondoa. Unanielewa vizuri? Na sikiliza, vifo vya siku hizi havihitaji uumwe. Kwamba marehemu aliamka nani? Sangia unaweza kuwa umekaa au umelala, ndio moja kwa moja. Wewe kujiuliza kwa nini unalala afu unaamka. Mungu anaweza akakuchukua, yaani ukiwa umelala huko kwa anakuchukua juu kwa juu. Ndio maana wazungu wametengeneza dawa siku hizi kwamba kama kuna mgonjwa, ila wazungu nao eti kama kuna mgonjwa anaumwa na huyu mgonjwa hafi. Unajua kuna mtu anaumwa mpaka anasema sasa hivi ni lini atapumzika huyu? Sasa wanasema kuna dawa za usingizi, yaani za kumsaidia mgonjwa afya kwa ustaarabu.
Hebu mgeukie mwenzako, ombe mambo ya wazungu haya. Kwa hiyo zile dawa za kufa kistaarabu, yani haufi siku hiyo, ila wanapiga mahesabu yao. Ndio maana mgonjwa wa kansa kwa vipimo walivyo navyo, wanaangalia immunity, wanaangalia seli, wingi wa damu, wanapiga mahesabu kwamba huyu ndani ya wiki 3 anakufa. Achana madaktari wetu kama waganga kienyeji. Wakati mwingine unauma ugonjwa wa moyo, wanakupa dawa za UTI, utapona. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wananua dawa. Kwa hiyo mgonjwa anapotumia zile immunity zake zinapungua mdogo mdogo. Kwa ndio maana wakuta wakati mwingine wanakufa wakiwa wamelala. Kwa hiyo wanajiua, kwa maneno mengine. Sasa ukijiua wewe unaenda wapi? Hebu mwambie mwenzako, ukijiua unaenda wapi? Unaenda mbinguni? Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka niseme nini? Mungu huyu tunayemwabudu, Mungu huyu tunayemwamini ni Mungu ambaye anaweza mambo yote. Na kama anaweza mambo yote, tuliomba na yule mgonjwa aliyekuwa anahangaika pale. Tukasema kama hiyo oksijeni haipo, yupo Mungu ambaye tunamuomba hapa. Tukaomba tukaona jopo la wachungaji, na Mungu akamsaidia yule bwana, akasimama, akawa na nguvu tena, akaendelea na maisha yake. Nachotaka niseme nini? Katika maisha yako kuna wakati unaweza ukapitia wakati mgumu wa kukataliwa na jamaa na marafiki na ndugu zako, lakini amini ya kwamba yupo Mungu ambaye anaweza mambo yote. Na huyo Mungu ambaye anaweza mambo yote, hata kama upo katika wakati mgumu, Mungu atakuponya kwa jina la Yesu. Mungu atakuponya kwa jina la Yesu. Bwana ataachilia uzima maisha yako. Bwana atabariki maisha yako. Bwana atakupa siku za kuishi. Sema amina kwa jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako.